Milton Apollo Obote ni mmoja wa viongozi walioacha alama kubwa katika historia ya Uganda na Afrika Mashariki. Safari yake kutoka kuwa mwanasiasa makini hadi kuwa rais wa Uganda mara mbili na baadaye kuishi uhamishoni mara mbili mfululizo inabeba simulizi nzito ya siasa, migogoro, uchungu na matumaini. Uhamisho wake wa kwanza Mutito AD na uhamisho wa pili Niso 5 to 2005 uliunda sura maalum ya maisha yake na urithi wake wa kisiasa. Karibu I tuingie think kwa I can undani now katika say makala that hii that's not the inayoonyesha perfect jinsi government. uongozi, mapinduzi na upinzani vilivyomfanya Political, Obote kuwa that mtawala aliyeishi uhamishoni kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Uganda. Mwanzo wa njia ya uhamisho. Mnamo Januari 1971, wakati Milton Obote akiwa Singapore kuhudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola, kundi la maafisa I wa may have kijeshi to visit wakiongozwa na Britain Jenerali on Idi Amin official lilifanya mapinduzi. duties, Serikali ya and Obote if iliangushwa Mr. kwa Edward nguvu na taarifa would be rasmi there at zikamwamuru large. kutorudi Uganda kwa sababu maisha yake yalikuwa hatarini. Tukio hili lilikuwa mwanzo wa safari yake ndefu ya uhamisho. Kwa Obote, hatua hiyo haikuwa tu kisiasa, ilikuwa kupoteza mamlaka, makazi na uongozi alioona kama jukumu lake la kitaifa. Hata hivyo, kama ilivyo kwa viongozi wengi wa Kiafrika waliokumbana na mapinduzi, alichagua kuendelea kupigania kwa mbali. Uhamisho wa kwanza, tumiliti Apin, kukimbilia Tanga, Tanzania. Baada ya mapinduzi, Obote pamoja na watu wake wa karibu walikimbilia nchini Tanzania. Rais Julius Nyerere alimkaribisha kama rafiki wa muda mrefu, na hapa ndipo Obote alipoanza kuunda upya mtandao wake wa kisiasa. Alipokelewa kwa heshima, lakini pia kwa tahadhari, kwa sababu uwepo wa kiongozi aliangushwa ulikuwa mzigo mkubwa katika diplomasia ya Afrika Mashariki. Katika jiji la Dar es Salaam na baadaye Tanga, Obote aliendelea kuwa kiongozi mwenye ushawishi ndani ya harakati za kuipinga serikali ya Idi Amin. Alishirikiana kwa karibu na watu waliokuwa nje ya nchi na wale waliokimbia ukandamizaji wa utawala wa Amin. Mipango ya kisiasa na kijeshi dhidi ya Amin. Kwa kipindi chote cha uhamishoni, Obote hakukaa kimya. Aliunda na kuimarisha chama chake cha Uganda People's Congress. Katika uhamisho, akiongoza mikutano, kutoa maagizo na kujenga imani kuwa siku moja angerudi tena nchini. Serikali ya Tanzania kupitia Nyerere ilikubali kuwa mwenyeji wa vikundi vya wapinzani wa Amin. Hili ndilo lililowezesha kuanzishwa kwa kambi za wana mapinduzi ambazo baadaye zilishirikiana na jeshi la Tanzania katika vita dhidi ya Amin mnamo 1978. Hata hivyo, Obote mwenyewe hakushiriki kama mwanajeshi mstari wa mbele. Alifanya kazi ya uratibu, ushawishi na mipango. Uvamizi wa Tanzania na hatua ya kumrudisha madarakani mnamo 1979. Baada ya vikosi vya Amin kuvamia Tanzania kupitia Kagera, Nyerere alitangaza vita kamili dhidi ya utawala wa Amin. Vita hivi vilivyojulikana kama vita vya Kagera vilitoa nafasi ya wapinzani kurudi na kukomboa Uganda. Obote aliendelea kushirikiana na Baraza la Mawaziri la Muda la Uganda, kundi lililoundwa baada ya kuondoka kwa Amin. Lakini kulikuwa na mgawanyiko mkubwa kati ya makundi ya upinzani kuhusu nani angeliongoza taifa baada ya vita. Kwa wakati huo, Obote alichagua kutulia Tanga, akijua kuwa harakati za kisiasa ndani ya Kampala zilikuwa zinachemka na hakutaka kuonekana kama anazichochea moja kwa moja. Baada ya miezi kadhaa, uchaguzi mkuu wa 1980 ulipangwa. Huu ulikuwa mlango wa Obote kurudi nyumbani baada ya miaka 9 ya uhamishoni. Kurejea Uganda aidha, Obote alirudi Uganda kwa shangwe na mivutano. Aliendesha kampeni kubwa ya UPC ambayo hatimaye ilitangazwa kushinda. Hata hivyo, ushindi huo ulipingwa vikali na wapinzani, akiwemo Yoweri Museveni, waliodai kuwa uchaguzi uliibiwa. Kwa Obote, ushindi huo ulionekana kama urejesho wa haki yake ya uongozi. Lakini kwa taifa ulikuwa mwanzo wa mgogoro mpya ambao ungekuwa mbaya kuliko ule wa awali. Uhamisho wa kwanza ulikuwa umeisha, lakini misingi ya mgogoro wa pili ilikuwa tayari imewekwa. Uhamisho wa pili. Pili. Uongozi wa pili wa Obote ulijaa migogoro, vita vya msituni na kupungua kwa uungwaji mkono. Hali ya usalama nchini ilikuwa dhaifu kutokana na mashambulizi ya jeshi la upinzani la Museveni na pia migawanyiko ndani ya jeshi la serikali ya Obote. Mapinduzi ya 1985. Mnamo Julai 1985, kikundi cha wanajeshi wa kabila la Acholi wakiongozwa na Tito Okello na Basilio Olara Okello walifanya mapinduzi na kumwondoa Obote madarakani kwa mara ya pili. Safari ya uhamisho ikaanza tena, kwa mara hii ikiwa ngumu na ya muda mrefu zaidi. Kukimbilia Kenya na kisha Zambia. Baada ya kuondolewa madarakani, Obote alitoroka kupitia mpaka wa Kenya.
Awali aliishi kwa muda mfupi Nairobi, lakini kutokana na shinikizo za kisiasa na kiusalama, alihamishiwa Lusaka, Zambia, ambayo ilikubali kumpa hifadhi ya kudumu. Zambia ndiyo ikawa makazi yake kwa zaidi ya miongo miwili. Wakati huo alikuwa mbali na siasa za Uganda, ingawa aliendelea kufuatilia kwa karibu matukio ya nchini mwake. Maisha ya kawaida katika Lusaka. Katika Lusaka, Obote aliishi maisha ya utulivu na kujitenga na siasa za kila siku. Aliendelea kufanya kazi ndogo ndogo za ushauri wa kisiasa, akiwashauri wanachama wa UPC na familia yake. Alikuwa mtulivu, mwenye mazoea ya kusoma, kuandika na kupanga mikakati ya kurejesha hadhi ya chama chake. Wafuasi wake walimtembelea mara kwa mara Zambia kumshauri, kumweleza hali ya Uganda na kushauriana kuhusu mustakabali wa UPC. Ingawa hakuwa tena mwenye nguvu kama miaka ya nyuma, bado alionekana kama baba wa chama. Ukimya wa kisiasa na mahojiano ya mara chache. Katika miaka ya 1990 na 2000, Obote alifanya mahojiano machache kuhusu hali ya Uganda. Alieleza wazi kuwa hakuwa na nia ya kurudi kuongoza tena, bali angependa kuona taifa lake likiwa na amani, sheria na usawa wa kisiasa. Kwa wengi, kauli hizi zilikuwa ishara ya kuchoka na safari ndefu ya misukosuko ya kisiasa. Kupoteza mkewe, Miria Obote. Katika kipindi cha uhamishoni, alifanya kazi kwa karibu na mke wake Miria Kalule Obote, aliyekuwa mshirika wake wa karibu katika kupigania masuala ya kisiasa. Walikuwa familia yenye umoja, hata wakiwa mbali na nchi yao. Mauti yake. Mnamo 10 Oktoba 2005, Obote alifariki dunia akiwa Lusaka kutokana na matatizo ya kiafya. Kifo chake kilileta mshtuko mkubwa nchini Uganda, Afrika Mashariki na dunia ya kisiasa kwa ujumla. Kwa wengi, alikuwa kiongozi aliyepitia milima na mabonde na aliyebeba injili ya siasa kwa uthabiti wa aina yake. Mwili wake ulirejeshwa Uganda na kuzikwa kwa heshima ya kitaifa, ishara kuwa licha ya migogoro, historia ya taifa haingeweza kumwacha nje ya ukurasa wake mkuu. Urithi wa uhamisho wake. Milton Obote ni mfano wa viongozi walioishi maisha ya uhamishoni yakiyojaa mvutano. Uhamisho wake mara mbili unaibua maswali kadhaa. Je, viongozi wa Afrika huishije baada ya kupoteza madaraka? Je, mapinduzi yanaweza kuleta amani ya kudumu? Je, upinzani kutoka uhamishoni una nguvu kiasi gani? Kwa Uganda, Obote aliacha urithi wa mageuzi ya elimu, sera za kiuchumi zenye utata, rekodi ya migogoro ya kijeshi na chama cha kisiasa kilichobadilika, lakini kimeendelea kuwepo hadi leo. Kwa upande mwingine, maisha yake ya uhamishoni yanabaki kuwa kumbukumbu ya hali ya kisiasa ya Afrika Mashariki katika miaka ya 1970. Hitimisho. Milton Obote aliishi maisha yaliyokuwa na mivutano, ushindani, uongozi, mapinduzi na uhamisho wa miaka karibu 20 films. Kutoka Tanga hadi Lusaka, safari yake ilijaa matumaini, hofu na kutafuta nafasi ya kurejea tena kwenye siasa. Uhamisho wake wa kwanza ulimrudisha madarakani. Uhamisho wake wa pili ulimpeleka kwenye ukimya wa kisiasa hadi mauti. Lakini kwa wote wanaochunguza historia ya Uganda, jina la Obote litaendelea kubaki kama sura muhimu ya mabadiliko, matatizo na mapambano ya taifa hilo. Ikiwa